Irani wamekataa uhuni wa Marekani na kuanzisha mashambulizi katika mlango bahari wa Hormuz. Hii imekuwaje? Kwa sababu Marekani wako kwenye makubaliano na wanawekeana mikataba, na ndani ya mikataba kuna vifungu kadhaa, na kifungu kimojawapo kikiwa ni nani atakayeweza kuwa mmiliki wa mlango bahari wa Hormuz, na kajulikana tu basi ni Irani ndo atakayemiliki. Fikiri mnakumbuka hapa tuliwaambia kuhusiana na Marekani alichokiongea kuwa sawa, tutawaachia Irani wao waweze kumanage huu mlango, lakini itabidi ushuru ulipwe kwa dola. Ndicho walichokuwa wamekiongea, ushuru ulipwe kwa dola, ikiwepo na lile sharti lingine la kuwa wanaachilia fedha za Irani ambazo zilikuwa zimegandishwa, lakini kwa masharti ya inabidi Irani wanunue bidhaa kutoka Marekani, jambo ambalo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa Irani pamoja na spika wa bunge Mohamed Bagheri Ghalbaf wakasema huo ni ujinga, kwa sababu hizi fedha sio za msaada, ni fedha zetu, sio fedha za mikopo, ni za kwetu. Kwa sisi msitupangie ni wapi tunapotakiwa kununua bidhaa, tutapanga sisi ni wapi tunataka kununua bidhaa. Maana ni ile double standard ya Marekani. Nafikiri unaelewa. Kwa hiyo sasa hapa Marekani wanaongea hivi kuwa basi wamekubaliana na Irani, yeye ndo atakayeweza kumanage ule mlango bahari wa Hormuz, kwa sababu milango ya namna hii au popote ambapo meli huwa zinapita huwa zinalipa, hata Marekani kwenyewe. Umeona? Lakini kumbe Marekani wamezunguka upande wa pili, wameenda kuongea na Oman, maana Oman wanashare huu mlango bahari wa Hormuz na Irani, na walipoanzisha bana huu mlango kama mnakumbuka, kuanzia tarehe 28 ya mwezi wa pili wa Marekani na Israeli walipoishambulia Irani, basi huu mlango ukawa umefungwa. Ni mahali ambapo meli zilikuwa zinapita free kabisa, kwa umefungwa. Sasa kumbe Marekani wamezunguka upande wa pili, wameenda kuongea na Oman kuwa wabadilishe ruti, yani wapite upande huu wa pwani ya Oman. Na hata juzi hapa mnakumbuka Marco Rubio alienda kule Oman, sio alienda kuongea nini, labda ndio hayo. Na Irani mwanzo aliwaonya wa Oman kuwa natakiwa kuwa makini sana na huyu Marekani. Sasa hii meli ambayo wameishambulia, kwa sababu wameshambulia meli ambayo ni meli ya mizigo, na hii meli ilikuwa inapita upande huu wa Oman. Labda kwa namna ilivyo ni kwamba wewe unaruhusiwa kumiliki maili 22 kwenye maana wewe kama maji yako kwako huku au maji yamepita kwenye nchi yako, unaruhusiwa, yani wewe eneo lako kumiliki ndani ya maji ni maili 22 ambazo ni kama kilomita 33. Sasa ukiangalia kilomita 22, sorry, unaruhusiwa kumiliki kilomita 22 ndani ya maji. Sasa ukiangalia wanashare hapo huu mlango bahari wa Hormuz, wanashare na Oman ambao wenyewe ni kilomita kama 33. Sasa kama kila mtu ukisema achukue kilomita 22 na 22 pale, manake ndio maana inakuwa hivyo. Sasa waliufunga huu mlango, na baada ya kufunga tukaona sasa mlango haufunguki na nini. Marekani ni muhuni, akaendelea kusema tunaongea na Irani, lakini kumbe chini ya pazia anachokifanya ni kwenda kuongea na Oman, na Oman akaruhusu. Nafikiri ni kwa sababu ya ule uoga, na ndio maana waliposhambulia hiki chombo, maana walituma drone kushambulia. Hii ilikuwa ni alert kuwa popote ulipo tunaweza kukufikia. Yani wakimwambia Marekani kwa popote ulipo sisi tuna uwezo wa kufika. Ilikuwa ni alert, wanamualert Marekani kwamba meli zinatakiwa zipite katika utaratibu ambao jeshi la IRGC limeweka, na sio kujipitia tu. Kwa ndivyo ambavyo inatakiwa mupite katika utaratibu huo. Kwa hiyo wakaishambulia ile meli na drone ambayo peleka kule, ikashambulia ile meli na mambo kadha wa kadha kama hayo. Lakini Irani hawakushutumu moja kwa moja
Oman kuwa nyinyi kwa nini mmefanya hivi? No, wala hawakuonyesha, maana walijizuia. Na unajua Oman bado ni, lakini wanajua pengine Oman ametishiwa, amekuwa compromised. Ndio maana hawakuongea moja kwa moja, ila wakawa wametupa lawama zote kwa nani? Zote kwa Irani. Na amini kwa Marekani, sorry. Na siku zote Marekani ndo amekuwa akikiuka mikataba ambayo wanawekeana. Amekuwa akikiuka taratibu ambazo wameziweka, taratibu ambazo wamewekeana. Siku zote Marekani amekuwa akifanya hivyo. Kwa ndio maana unaona na wao wameamua sasa liwalo na liwe. Na wakati tunaongea hivi, kuna upande ule wa Lebanon, ambapo upande wa Lebanon kama tunavyojua ni kwamba pameendelea tena kuwaka moto. Hiyo Lebanon imeendelea kuwaka moto. Myahudi ameendelea kupiga Lebanon. Sasa Israeli wamesema sisi ni mpaka pale ambapo hawa Hezbollah watakapoweka silaha chini ndipo tutaondoka Lebanon. Lakini tunakumbuka huyu kamanda wa kikosi anaitwa nani? Ismail Kani nafikiri. Kamanda wa kikosi cha Kudus ambacho kiko upande wa Iraq kinacholinda maslahi ya Irani nchini Iraq. Na amesema kuwa Hezbollah hawawezi wakaweka silaha chini kwa sababu wanamjua Myahudi. The moment Hezbollah wakiweka silaha chini, matokeo yake ni kuwa basi hiyo nini imeshachukuliwa tayari. Hiyo Lebanon imeshachukuliwa. Kwa sababu mkumbuke ndugu zanguni, Israeli wana ule mpango unaoitwa Great Israel. Na huo mpango wa Great Israel utamega hiyo Lebanon, itaingia ndani. Ukiachilia mbali Lebanon, itaenda upande Palestina, Gaza huku kote inatakiwa ingie ndani. Kuna maeneo ya Misri huku ambayo peninsula ya Sinai kule, lakini ndio hivyo. Ukienda vilima vya Golani upande wa Syria na yenyewe iko ndani, ambayo tayari walishaichukua baada tu ya kuanguka kwa Bashir, Omar al-Bashir. Baada ya kuanguka tu basi wakaichukua na yenyewe vile vilima vya Golani, kwa sababu wanauo mpango wa hiyo Great Israel. Kwa hiyo sasa hawa Hezbollah ndio wanaowazuia. Na ukumbuke wakati huo Israeli amesema yana uwezo wa kupambana na mataifa 5 kwa wakati mmoja. Yaani apambane na Irani, apambane na Lebanon, apambane na Uturuki, apambane na Misri na China pia. Maana nadhani mnakumbuka kitu kilichokuwepo au mkasa uliokuwepo, kwa sababu mjumbe kwenye jumuiya ya BRICS alisema kuwa tunaamini bila uwepo wa hili taifa la Kizayuni kusingekuwa na vurugu tunazoziona. Kwa hiyo ile likawa ni kauli ambayo sasa ni moja kwa moja, manake wewe, maana hawachelewagi. Ukianza kuwaongea tu wakwambia wewe ni antisemitism, wewe ni mtu unayepinga Wayahudi. Kwa iko hivyo. Sasa bado na kwenyewe Lebanon kuna waka moto, na bado ni huyu au hii serikali ya Kizayuni ilichokifanya ni, maana wao wamesema sisi hatukubaliani wala hatuko kwenye hayo mazungumzo ambayo Irani na Marekani wamezungumza. Umeona? Kwa sasa huyu Ismail Khan alichokiongea, amesema iwapo Marekani watashindwa kumzuia Israeli kuendelea na kile anachokifanya ndani ya Lebanon, sisi Irani tutamzuia Israeli asifanye hicho anachokifanya. Kwa sababu kama mnavyojua, Marekani amejaribu kumzuia Israeli, lakini Israeli hazuiriki. Israeli amesema mimi siwezi kuondoka kwa sababu hizi ni kwa sababu ya kiusalama, sababu za kiusalama yani kwa Israeli. Lakini kama mnavyofuatilia au Wazayuni ni ilikuwaje kuwaje, nafikiri nilishaliongea hapa hii historia iko hivyo, kwa sababu ni katika tule mpango wa kuifanya Israeli ile Great Israel au Israeli kuu wanayoita, ambayo nimekutajia mipaka yake inatakiwa ifike wapi. Kwa lazima wachukue hayo maeneo, ndio maana wanafanya. Sasa ngoma ni ngumu, kwa sababu unajua Irani washirika wake ndio hao wakina Hezbollah, wakina Wahuthi wa Yemen, ukiangalia huku Hamas. Kwa sasa hivi mchezo mzima anayechezesha sasa hivi ni Iran.
na ndio bana unaona ameamua sasa kuiweka Hezbollah ndani kwenye mchezo, kwa sababu hakutaka hii Hezbollah ibaki na Israeli waanze kujadiliana wao, maana yake ingekuwa ni mbaya na Israeli, unajua tena ingekuwa ni mbaya. Kwa ndio maana imebidi sasa amchukue huyu mshirika wake amuweke ndani, na sasa hivi wanasema ataichukua mpaka Hamas, anaijumuisha kwenye mazungumzo, lazima Marekani afuate. Yani kifupi ni kuwa yale ambayo Marekani walikuwa wanamuamuru Israeli kuyafanya ndio ambayo Irani anamuamuru Marekani amuamuru Israeli asiyafanye. Maana hiyo kushambulia hayo makundi, maana si kumbuka, kwa mujibu wa watu wa magharibi, haya ni makundi ya kinyang'au. Kwa hiyo wakampa Israeli, wakamwezesha nguvu aendelee kupiga, aendelee kushambulia. Kwa ndio maana ikawa iko hivyo. Kwa hiyo ndivyo mambo yalivyo hivyo, ndugu zangu. Asanteni sana.